Mengi yamesemwa na yanazidi kusemwa baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kupoteza katika mechi yao ya dabi ya Kariakoo dhidi ya watani zao wa jadi Yanga kwa mabao 2-0 kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, na hivyo kuiwezesha Yanga kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 4 mfululizo, huku Simba ikihitimisha msimu 2024 2025 ukiwa mikono mitupu kwao. Yani hawajapata kombe lolote kubwa kwa maana la ligi kuu Tanzania bara, huku pia ikikumbukwa walishaondoshwa katika michuano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa kufunga mabao 3-1 na Singida Black Stars katika nusu finali ya michuano hiyo. Lakini vile vile walishaondoshwa katika hatua ya finali waliofika msimu huu ya kombe la shirikisho barani Afrika katika finali mbili walizocheza dhidi ya RS Berkane ya Morocco, kule Morocco wakifungwa 2-0, lakini nyumbani kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar mechi ikiisha 1-1, na hivyo Simba kutolewa kwa kupoteza nafasi ya kutoa taji la kombe la shirikisho kwa kipigo cha jumla ya mabao 3-1. Na sasa kwa sababu yanasemwa mengi, matokeo yake kuna uwezekano baadhi ya mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, baadhi ya wanaofuatilia mpira wa miguu wakasahau mengi chanya ambayo Simba msimu huu chini ya kocha Fadlu Davids imeweza kuyafikia, kiasi ya kwamba wakitulia nayo katika msimu unaofuata, msimu 2025-26, upo uwezekano Simba ikapiga hatua zaidi. Ndio hili ni muhimu kulizungumza kutokana na kweli kwamba Simba kwa msimu huu kile walichokivuna katika ligi kuu Tanzania bara katika misimu mingine mingi ya ligi kuu Tanzania bara tangu ianzishwe msimu wa 1996, Simba hii ingekuwa ishatoa ubingwa, kwa sababu kiwango chake kwa ufanisi wa jumla kwenye msimu hakikuwa kibaya sana, isipokuwa imetibuliwa na ufanisi wa Yanga ambayo imekwenda extra mile. Yanga imeongeza ufanisi zaidi kulinganisha na misimu mingine yote ya ligi kuu Tanzania bara kuanzia msimu wa 2010 2011. Hapa tafafanua vizuri. Inakumbuka vizuri kwamba kwenye msimamo wa mwisho ligi kuu Tanzania bara kama unavyo hapo, Yanga wamemaliza kileleni wakiwa na pointi 82. Simba imeshika nafasi ya pili ikiwa na pointi 78. Lakini ukienda mbali zaidi, Yanga imefanya hivyo baada ya kufunga mabao 83 ikiruhusu mabao 10, lakini wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Fadlu Davids wakifunga mabao 69. Yanga washatoa ubingwa, haina haja kujadili sana kwa sababu inafahamika. Lakini cha kuongeza tu ni kwamba pointi hizi 82 kwa msimu huu ambao kama kawaida timu zipo 16, mechi ni 30-30, maximum points ni pointi 90. Ukitaka kujua ufanisi wa Yanga kwa msimu huu utachukua 82 walizozivuna chini, unaweka pointi 90 walizopaswa kuzivuna katika mechi 30, so mechi moja ni pointi 3 mara 30, maximum points zinakuwa 90. Ukizidisha kwa 100 ili kupata ufanisi wa Yanga kwa msimu huu utapata around 91, maana utapata 91.111 to infinity, around 91. Hiki ni kiwango cha juu mno, kwa sababu Simba ukiangalia pointi walizopata pointi 78 kwenye ufanisi wake ukiweka katika asilimia, maana yake Simba utagundua pointi 78 kati ya pointi 90 walizopata kuzipata kwa kama maximum point, ukizidisha kwa 100 utakachokipata kwa wastani ni around 87, yani 86.666 to infinity, around 87. Sasa asilimia hizi 87 tukizungumza hapa kwenye ufanisi wa jumla wa timu kwenye mechi 30, maana yake Simba imefanya vizuri mno kulinganisha na kile ilichokifanya msimu uliopita na misimu mingine yote tangu ligi kuu ianzishwe Tanzania bara kuanzia msimu wa 2010 2011 mpaka sasa. Maana ukianzia tangu ligi kuu ianzishwe Tanzania bara, Simba bora kabisa kwenye ligi kwa msimu ilikuwa ni msimu wa 2009 2010, ambao ndio rekodi katika ligi kuu Tanzania bara kwa ufanisi. Ni katika msimu ambao Simba ilikuwa na ufanisi wa around 94, kwa sababu mwisho wa msimu ambao ulikuwa na timu 12, Simba ilivuna pointi 62. Ndio
Timu 12 maana yake mechi ni 22. Maximum point ni 66. Simba ilivuna point 62 kati ya 66. Ukizidisha kwa 100 ndipo unapata performance ya around 94%. Ndio rekodi katika ligi kuu Tanzania bara tangu ianzishwe. Lakini ukianzia 2010, 2011 hakuna timu yoyote ilikuwa imepata ufanisi wa 87%. Ni mpaka ilipofikia msimu wa 2022-23 ambao Yanga iliweza kuwa na ufanisi mkubwa, lakini sio wa kufikia kiwango hiki. Hii ya Simba hapa 87% ni kiwango cha juu mno ambacho kilifikiwa na Yanga msimu wa 2022-2023. Nadhani nimeleka vizuri. Kwa lugha nyingine, ukipanga ufanisi katika ligi kuu Tanzania bara tangu ianzishwe, namba 1 inakuwa ile Simba 2009-2010, namba 2 inakuwa Yanga hii ya msimu huu ambao ni 91% ufanisi, namba 3 ni Yanga ya msimu uliopita ambayo ilimaliza na point 80 katika mechi 30 kama ilivyokuwa msimu huu, ambayo ni ufanisi wa 89%. Halafu ukitoka hiyo unakwenda kwenye Yanga 2022-2023 ambayo baada ya mechi 30 ilimaliza na pointi 78 ambayo ufanisi wake ni 87% sawa na Simba ya msimu. Nadhani nimeleka vizuri kwamba kuonyesha ni kwamba ni ufanisi wa hali ya juu, na kwamba kilichowagharimu ni kwa sababu tu Yanga wamefanya vizuri zaidi, na kwamba Simba ina uwezo wa kuanzia hapa ilipoishia kujua yepi mazuri ya kocha Fadu Davis na kikosi chake ili kuendelea kuwa nayo kia retain, changamoto ni zipi ili waweze kuendana na kasi ya aliyetoa ubingwa ambaye ni mtani wao wa jadi. Basi kwa kufanyia kazi hayo, kwa kukabiliana na changamoto zilizojitokeza kiasi cha kuachwa na Yanga, bila shaka Simba inaweza ikasimama imara kwa msimu ujao na kuichallenge Yanga vya kutosha kuliko ilivyokuwa katika misimu mingine iliyopita takriban mitatu kabla ya msimu huu, ambapo Simba hakika imejitahidi vya kutosha ingawa imeachwa kwa pointi 4 mwisho wa msimu. Ni kwamba kwenye orodha ya best performance katika ligi kuu Tanzania bara tangu 1996 kama nilivyosema ni Simba 2009-2010 ndo namba 1, halafu Yanga ya msimu huu ndio namba 2 kwa performance ambazo nimeshazisema. Namba 3 ni Yanga ya msimu uliopita ambayo performance yake ilikuwa ni around 89% kwa kumaliza na pointi 80 kati ya pointi 90. Halafu ya 4 ni Yanga 2022-2023 iliyomaliza na pointi 78 kati ya pointi 90 ambayo ni ufanisi wa 87% sawa na Simba ya msimu huu, ambayo kwa lugha nyingine Simba ya msimu huu, Simba ya kocha Fadu Davis kwenye historia ya ligi kuu Tanzania bara kwenye ufanisi inashika nafasi ya 4 kwa ufanisi sawa na Yanga 2022-2023. Tofauti tu ni kwamba Yanga ya msimu 2022-2023 ilitoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa sababu ndio iliyokuwa timu ya kileleni kwa performance ile ya point 78, lakini Simba hii ya msimu huu imepata point 78 ambazo ni ufanisi wa 87%. Bahati mbaya kwake watani zao wa jadi Yanga wameperform vizuri zaidi kwa kuwa juu kutoka wao point 78 wao wamaliza na point 82, ndio tofauti iliyopo. Lakini ukienda kwenye mabao sasa, mabao Simba nako wameimprove kulinganisha na msimu uliopita kwa kiasi kikubwa sana, kiasi ya kwamba unaona kocha Fadu Davis ni miongoni mwa waajiriwa wa Simba ambao bila shaka management inapaswa kukaa naye na kuona namna gani ya kuendelea kubaki naye kwa ajili ya msimu ujao, lakini pia kumsikiliza wapi pa kuboresha, hasa kwenye rasilimali watu ndani ya uwanja. Baadhi ya nafasi zinahitaji watu zaidi kuongeza nguvu, maana kwenye mchezo wao dhidi ya RS Berkane, mchezo wao dhidi ya Yanga huu wa dabi ya pili kwenye uwanja wa Mkapa walifungwa 2-0, ni kama kipimo tosha, ni kama kioo cha kuonyesha wapi pa kwenda kuboresha, kwa sababu Simba katika mechi hii kwa mfano mpaka mapumziko dakika 45 za kwanza Simba ya Fadu Davis ilianza mfumo wa baada ya golikipa ni 4-2-3-1 kama ilivyokuwa kwa watani wa jadi Yanga, ilikuwa haijapiga shuti lolote on target wala off target, yani shuti 0 lilolenga lango 0, ilhali watani wa jadi Yanga walikuwa wamepiga mashuti 4, moja limelenga lango. Yanga wakipiga mashuti dakika ya 12,
dakika ya 19, dakika ya 33 na dakika ya 44. Hili shuti la dakika 44 lilipigwa na Israel Patrick Mwenda katika mpira wa free kick, ndio lililolenga lango. Kipindi cha pili Simba waliendelea kuzidiwa tena na Yanga kwa kiasi kikubwa. Yanga wakafunga mabao mawili, Simba wakipiga shuti la kwanza kulenga shabaha katika dakika 87, mpira uliopigwa na Awesu alitokea bench kuingia kipindi cha pili, na haukuwa mpira tishio, ingawa ulilenga shabaha ukatwaliwa kwa urahisi na golikipa Djigui Diarra. Mwisho wa mchezo Simba wakafa 2-2. Mpaka mapumziko Yanga walikuwa wanamiliki mpira kwa 52%, Simba 48%, ikiwa haijapiga shuti lolote, pasi zao nyingi zikiwa ni square passes, yani passes, sideway passes, kushoto kulia nyuma, jambo ambalo liliwagharimu. Na bila shaka kocha Faru Davis ambaye mwisho wa mechi alizungumza, miongoni mwa changamoto anakwenda kuzifanyia kazi ni pamoja na ubora wa kikosi, kupata wachezaji ambao wataimarisha zaidi Simba hii ili iweze kuchuana vyema na Yanga. Hilo alisema Faru Davis, na bila shaka management ya Simba itafanyia kazi na sio kumezwa na upepo wa mashabiki ambao wangali wakilia na kuzungumza mambo mengi, lakini ya kuyachukua ya chanya ni pamoja na hayo. Simba msimu uliopita katika ligi kuu Tanzania bara mechi 30 ilimaliza ligi ikiwa imefunga mabao 59, ikimaliza katika nafasi ya 3 tunakumbuka vizuri, maana bingwa alikuwa Yanga, Azam ilimaliza ya pili, zote zikiwa na pointi 69, lakini Simba ikizidiwa mabao ya kufunga na kufungwa, yani goal difference, kwa sababu Azam walikuwa wamefunga mabao 63, Simba mabao 59 yaliwagharimu. Lakini msimu huu wamefunga mabao 69, maana yake Simba imeongeza mabao 10 plus katika yale ambayo ilimaliza nao msimu uliopita. Kwenye kuruhusu mabao, Simba imeruhusu mabao 13, na sasa msimu uliopita ilikuwa imeruhusu mabao 25. Kwa lugha nyingine imepunguza mabao 12 kutoka yale iliyoruhusu msimu uliopita. Sasa maana yake ni kwamba kuna chanya katika kuimarika kwenye eneo la kushambulia ambapo imefunga mabao mengi, kuimarika katika eneo la kuzuia, lakini general performance ya timu Simba msimu uliopita ilimaliza na pointi 69, safari hii imemaliza na pointi 78, maana yake imeongeza pointi 9 kutoka pointi ulizomaliza nao msimu uliopita. Maana yake performance, ufanisi ulikuwa ni around 77, maana ni pointi 69 kati ya pointi 90 za mechi zote 30.